amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Amman huwa qanitun. Sasa Mwenyezi Mungu anakuambia linganisha na hawa ashabu nari. Je, ni sawa sawa na yule ambaye ni mnyenyekevu? Amman, kuna am na kuna man, mim ziko mbili. Misafu ya zamani imeandika am alifu hamza juu, mim yenye sakna, halafu man mim yenye fatha nun yenye sakna. Amman ndio ilivyoandika misafu ya zamani. Misafu ya sasa imetegemea lafdhi kwa kufanya idgham. Mim ya mwanzo yenye sakna kwenye am na mim ya pili yenye fatha kwenye man, alafu ikaweka shadda amman. Ndio maana katika kusoma hapo hutakiwi ufanye haraka, ubane midomo na itoke ile sauti ya nyuki au ya uvi. Amman huwa qanitun ana al-layli, ile amman lazima ufanye. Usifanye haraka ile aman huwa, amman huwa min mbili hizo. Idghamu mutamathi laini inaitwa idghamu mutamathi laini, kuingiza herufi mbili zinazofanana zitamkwe kama herufi moja, lakini kwa kitambo kidogo, si kwa haraka, kwa sababu hii ni ma'al ghunna. Hii ni mutamathilaini ma'al ghunna, kwa sababu inakuja kuwa mim mushaddada kama nun mushaddada, lazima ina ghunna. Kwa hivyo amman lazima ubaki. Amman huwa, am bimaana au, wanatumia zaidi Waarabu Makureishi wa Makkah am kwa maana ya au. Kwa hivyo au man huwa ndio tafsiri yake. Kwa kusema am man huwa, Mwarabu mwingine akasema au man huwa, ile u wa amman huwa qanitun, au yule ambaye ni mnyenyekevu. Ukilinganisha na hawa watu wa motoni, watakuwa sawa na yule ambaye ni mnyenyekevu, au yule ambaye ni mnyenyekevu sawa nao hawa ashabu nari waliopewa neema wakazitumia vibaya wakasahau? Hawezi kwa sawa. Qanitun ni mwenye kunyenyekea, na tunapata neno kunut. Kunut manake ni unyenyekevu. Qanata yaqnut, wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasuli, na atakayenyenyekea miongoni mwenu nyie wake za mtume kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Qanata yaqnutu ni kunyenyekea. Maana ya kwanza ya neno kunuti ni unyenyekevu. Maana ya pili ni kuomba kwa muda mrefu kwenye kisimamo. Hiyo ndo maana ya pili. Lakini sasa hivi sisi neno kunuti limechukua nguvu kwenye maana ya pili kuliko maana ya kwanza. Kusema kunuti maana yake ni ile Allahumma hadina fiman hadaita wa afina fiman afaita, mpaka mwisho. Ndio tafsiri ya kunuti inayojulikana kwetu. Kunuti unyenyekevu. Na ajabu ya Mungu, mtu analipiga ile Allahumma hadina alafu hanyenyekei. Wale huko nyuma sasa Allahumma hadina fiman hadaita wa afina fiman afaita wa tawallana fiman tawallaita. Neno kunuti yenyewe maana yake ni unyenyekevu, alafu wewe umo ndani huo unyenyekevu wa maneno hunyenyekei. Kidogo bana mashaka. Mimi sipingi kunuti, lakini nataka kusema mambo mengi watu wanayafanya au wanayatetea bila kuyafahamu. Sasa tuongeze uelewa kwa kusoma tu na kufundisha. Amman huwa qanitun, au yule ambaye ni mnyenyekevu ana al-laili, katika vipindi vya usiku, nyakati za usiku. Ana nyakati za usiku, hamza ya kwanza inavutwa na nuni inavutwa. Ana ile
nuni inavutwa zaidi kuanzia haraka 4 mpaka 6, wengine mpaka 8, wale ambao wanasoma tajwidi ya kuziba masikio. Hii a haraka 2 tu, a na angalau 4 basi. Al-layl. Aman huwa qanitun ana al-layli, au yule ambaye ananyenyekea katika vipindi vya usiku au nyakati za usiku, ananyenyekea. Maana yake anasali kwa unyenyekevu mkubwa katika vipindi vya usiku, anasoma Qur'ani nyingi katika kipindi cha usiku. Sajidan, hali ya kuwa kasujudu, wa qaiman, na hali ya kuwa kasimama. Mote humo ananyenyekea, akiwa kasimama ananyenyekea, akiwa kasujudu ananyenyekea. Na kusujudu kumetangulizwa kuliko kusimama kwa sababu ya ile heshima na utukufu wa sijida. Sijida ndio kitendo kitukufu kuliko vyote katika sala na katika ibada kwa ujumla wake. Kwa sababu ukisimama mtu anaweza kukadiria unafanya jambo jingine. Kwa mfano aingie mtu msikitini uko peke yako hapa, alafu ukakuona umesimama, anaweza kusema labda unatazama tiles zilizopambwa hizo na nini Anaweza kufikiria labda unakagua mazulia. Anaweza kufikiria hivyo, lakini akikuta umesujudu hana cha kufikiria zaidi ya kusema huyu anasali. Sasa kitendo cha sijida hakifanyiki katika namna nyingine yoyote ile. Siku moja mwizi alikuwa anataka kuingia kwenye nyumba fulani, lakini ile nyumba ilikuwa haijakamilika. Sasa yule baba mwenye nyumba na mke wake na watoto walikuwa na wasiwasi kweli kwamba hapa kuna mwizi au uwezo anataka kuingia. Wakawa wamewasha taa kandili. Akaambia wanangu, tusujudu sote hapa. Mimi naelekea kibla, munifuate jamaa, hata kama hatusali, na msijanyuke mpaka nipige 100 takbira. Mziki kai ile muziki kila kichungulia naona watu wamesujudu tu. Akarudi kidogo, akarudi tena, wamesujudu watu. Akasema hii nyumba kumbe wanakaa malaika. Kwaheri. Akachomoka mbio nyingi. Ile baba kunyanyuka akasema tushapona leo, hatujaibiwa alhamdulillah. Lakini asubuhi akakaa barazani, basi ile mwizi akapita. Akanitazama ile nyumba. Akajua huyu ndio anataka kutuibia jana, alifikiri si malaika hapa. Sajidan yahdharu al-akhirah, muda wote. Sijida ndio kitendo kitukufu zaidi kuliko vitendo vyote katika kufanya ibada ya sala. Kwa hivyo takdimu tashrifin, kupewa kipaumbele kwa utukufu. Sajidan, hali ya kuwa amesujudu, wa qaiman, na hali ya kuwa amesimama wima. Yahdharu al-akhirata, anaitahadhari akhira asije akaiandaa vibaya. Haiogopi kwa sababu inakuja. Unaogopa kitu ambacho lazima kije na lazima ukutane nacho, utahadhari, sio uogope. Ni kama vile mpirani goalkeeper akiogopa mashuti, sasa atafaa wewe? Goalkeeper anaogopa mashuti, si atakufungisheni? Yeye anachukua tahadhari, bwana kuna jamaa na makombora makali, na mko hivi kali, mkalieni vizuri huyo, atanichosha, mengine nitashindwa kuidaka. Lakini sio anaiogopa, anachukua tahadhari kwa sababu ndio shughuli yake, lazima idake mipira inayopigwa. Akhera iko mbele yetu, ni kombora, lazima tulipokee. Tunalidaka vipi? Sasa tuchukue tahadhari. Ndio maana yahdharul akhira, ana tahadhari na ile akhera, namna ya kwenda nayo isije ikamkalia vibaya. Na akiwa ana hadhari na akhera, atakuwa na faida kubwa zaidi ya ucha Mungu. Hatukatai anayeogopa akhera anaweza kupanda daraja, lakini mwenye tahadhari na akhera ni bora zaidi kuliko mwenye kuiogopa. Tahadhari ni sehemu kubwa ucha Mungu, na hapa anatajwa mtu mcha Mungu zaidi wa daraja la juu. Kwa hivyo hadhari ni bora kuliko hofu. Na ndio maana utakuta wawindaji wale hawamuogopi simba kule mapori, kwa wana tahadhari. Tunamuogopa simba ni sisi watu ambao watu wengi kwenye mapori. Mvuvi hamuogopi papa, lakini ana tahadhari.
Na yule wa mtoni hamuogopi mamba, lakini anatahadhari. Kuna anayeogopa na anayetahadhari. Anayetahadhari anakuwa akili yake muda mwingi iko vizuri, anajipanga kukabiliana na hilo jambo. Yahdharu al-akhirah, hiyo ni daraja kubwa zaidi kuliko yakhafu al-akhirah. Yakhafu al-akhirah ipo, lakini yahdharu al-akhirah ni daraja kubwa zaidi. Yahdharu al-akhirah, anatahadhari al-akhirah. Halafu upande wa pili, wayarju rahmat rabbi, na anatarajia rehema za Mola wake. Anazitarajia kwamba Mungu atanihurumia pale nitakapoteleza, nitakapokosea. Rehema zake zipo, hakati tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu, kwa sababu anajua yeye ni binadamu katika kutahadhari kote na kujitahidi kote, lakini ziko sehemu atafanya sivyo, lakini huko anatarajia rehema za Mwenyezi Mungu pia zipo. Kwa hivyo mtu wa aina hii siku zote anakuwa katulia, imani yake haitetereki kirahisi. Anachukua tahadhari na huko anatarajia, anakwenda anajikagua, anajitathmini, anajipima, anajikosoa, anajirekebisha. Namna hii ndio njia nzuri kabisa ya kutengeneza ucha Mungu. Qul, sema, hal yastawi alladhina ya'lamuna, je, wanakuwa sawa wale wanaojua mambo kama haya, walladhina la ya'lamuna, na wale wasiojua mambo kama haya tulioyasema? Hawawezi kuwa sawa. Ingawa aya hii mara nyingi inatumika katika elimu tu, wanapenda kuitumia qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, kwa sababu mafaulu bihi mahdhufu. Je, wanakuwa sawa wale wanaojua nini? Mambo kama haya tuliyosema. Na wale wasiojua nini? Mambo kama haya tuliyosema. Kwa mujibu wa mtiriko wa hii aya. Lakini kwa sababu haikurudisha dhamiri kwa mafaulu bihi, basi inatumika vile vile kwamba je, wanakuwa sawa wenye elimu na wasiokuwa na elimu? Hawawezi kuwa sawa bila shaka. Lakini hapa maudhumuni ilikuwa wanaojua haya mambo ya duniani na akhera, na vipi tutakuwa tuishi. Hawezi kuwa sawa sawa. Yule aliyokuwa haamini akhera, hana tahadhari na akhera, ataishi kama mnyama, hana nidhamu, hana kanuni, hakijui kilichomleta hapa. Ndio wakati mwingine kwenye vyuo anakuja mkuu wa chuo anazungumza na wanafunzi, anasema, jamani, leo nataka kukumbusheni, hivi mnajua nyinyi mmekuja hapa chuoni kufanya nini? Au wengine hawajielewi hapa, hawajui hapa wamekuja kufanya nini hapa kwenye chuo hichi. Hapa mmekuja nyinyi mchukue mafunzo ili muondoke mkasonge mbele kwenye taaluma na kufanya kazi. Sasa wengine wanaona ndio washafika hapa. Unakuta mtu anakwenda madisco, yuko chuo. Madisco ya nini? Wamekwenda chuo kusoma. Kichwa kimechoka, kalale upate nguvu. Michezo tumekuwekeni hapa, uwanja wa mpira tumekuwekeni hapa, swimming nini, ufanye michezo. Ya nini mengine yeye unayataka? Kaeni mkumbuke lengo lenu, mmekuja kufanya nini hapa? Au mwanajeshi yuko mipakani analinda nchi, halafu anaanza kutongoza watu wa kijijini. Wewe unajielewa, lakini kwa hapo umekuja kulinda mipaka ya nchi, sio kuja kutongoza wanawake. Anaambiwa na mkuu wa kambi, unaona? Na mambo kama wewe unaona una hamu sana na mke wako uko mbali, omba urudishwe kidogo wiki moja, ukashushe mzigo, alafu urudi tena hapa. Sio unatufanyia mashaka. Kujielewa. Sasa na mtu akijielewa hapa yuko duniani kwa malengo gani, atakwenda vizuri. Hajielewi yuko hapa duniani kwa malengo gani, atasababishia matatizo makubwa sana. Yeye mwenyewe atajisababishia na ulimwengu utauletea matatizo. Qul yasawi alladhina ya'lamuna, sema, je, wanakuwa sawa wanaojua haya, walladhina la ya'lamuna, na wale wasiojua haya? Inma, hakika si penginevyo, yatadhakaru, wanajikumbusha, ulul albab, watu wenye ubongo, au watu wenye kutumia vizuri akili zao. Ulul albab, watu wenye akili, watu wenye ubongo, watu wenye kutumia vizuri akili zao. Hapa inaonekana wazi kwamba akili ina nafasi kubwa sana katika kujua mambo. Sasa wako watu wanataka kutufanya tufikiri kuwa katika dini akili haina nafasi. Nafasi ya dini ni kufata tu. Utafuataje na wewe huna akili? Hata katika kule kufata si lazima utumie akili. Lakini na akili inayo nafasi katika baadhi ya maeneo, na mengi ni haya ya kutafakari. Kama hujatafakari vizuri, huwezi kuwa na imani thabiti, imara. Imani ya kuiga na imani ya kuelewa ni vitu viwili tofauti. Imani inayojengeka kwa kuelewa, kwa kujiongeza, kwa kufahamu, inakuwa imara zaidi kuliko ile ya kuiga tu na kufuata. Ile ina hatari.
Yaweza kukufikisha mahala ukatetereka, ukayumba. Lakini ile ya kufahamu kwa hoja kabisa ikakaa kwenye kichwa chako ndio inaokuongoza vizuri zaidi. Kwa hivyo ulul albab, watu wenye ubongo au watu wenye akili, wanayakumbuka haya vizuri, wanayafahamu haya vizuri wakielezwa. Na kwa leo aya mwisho insha Allah taala, qul ya ibadi. Katika misafu yenu hakuna ye ya ibadi alladhina, ni ya ibadi hivi bila ya ibadia. Ndio qul ya ibadi alladhina amanu, sema enyi waja wangu ambao mmeamini. Qul ya ibadi, ya ulmutakallimi mahdhufa, imebaki kisra hapo kuonesha kuwa imeondolewa yeye. Tumeisema hasa kule tuliposema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yeye imeondolewa, imebaki kisra hapa. Na ikiwa unasimama unasimamia sakina. Lakini tukasema kuna viraa vya kuisimamia kisra nyepesi. Kule tulieleza. Qul ya ibadi alladhina, sema enyi waja wangu ambao, tunasema wangu kwa sababu pana takdiri ya yeye ya ibadi, sema enyi waja wangu ambao amanu, mmeamini. Taqu rabbakum, mcheni Mola wenu. Mcheni Mola wenu, kuweni na ucha Mungu. Na ucha Mungu una hatua kubwa mbili. Moja, kujiepusha na dhambi, na pili, kutekeleza wajibu wako. Hizo ndo hatua za msingi. Huwezi kuwa mcha Mungu kwa kuacha dhambi tu halafu ukawa hutimizi wajibu wako, na huwezi kuwa mcha Mungu kwa kutimiza wajibu tu na dhambi huiache. Lazima yote mawili yawepo, uiache dhambi na utimize wajibu wako. Hapo ndio utakuwa umeingia kwenye kitu kinachoitwa nini? Ucha Mungu. Na utapanda daraja ikiwa utatimiza pia na zile zilizokuwa si wajibu, sunna na wafili ukafanya, zinakupandisha daraja. Na huku kwenye haramu ukaacha, na makruhu na nini yote ukayaacha, na yenye shubha ukayaacha, utapanda daraja. Katika huo ucha Mungu unapanda, unanyanyuka kwa mujibu. Lakini quality ya chini kabisa ucha Mungu, daraja la chini la ucha Mungu, angalau kuacha ya haramu na kutimiza ya wajibu. Angalau hiyo ndo daraja ya mwanzo. Sasa upande juu zaidi ya hapo, uende zaidi na zaidi, na ya makruhu yaache, na yenye utata uyaache, na za sunna na wafili uzifanye, nyongeza qiyamul laili, sunna, saumu za sunna na mambo mengine. Taqu rabbakum, mcheni Mola wenu, kuweni na daraja la ucha Mungu. Lilladhina ahsanu fi hadhi dunya hasana, kwa wale waliotenda mema katika dunia hii watakuwa na wema. Wa ardullahi wasi'a, na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni pana. Kwa wale wanaotenda mema katika hii dunia watakuwa na mema ya uhakika akhera. Lilladhina ahsanu fi hadhi dunya hasanatun fil akhirah, ndio maana yake. Wale ambao wametenda mema katika dunia hii watakuwa na wema huko akhera kwa uhakika kabisa. Hapa duniani anaweza kutenda mema mtu akapata malipo ya wema yake duniani, na anaweza asipate, vile vile watu wakamfanyia ubaya na yeye anatenda mema. Hii ya dunia haina uhakika, kwa sababu hapa ni nyumba ya mtihani, lakini akhera ndo kwenye malipo. Sasa lilladhina ahsanu, wale waliofanya wema fi hadhi dunia, katika hii dunia, hasanatun fil akhirah, watakuwa na wema huko akhera uhakika kabisa. Hapa duniani wanaweza wasipate mema na wema wanaofanya, wakapata changamoto za mitihani mwanzo mwisho, au wakawa na vipindi vya kupata wema, vipindi vya kupata ubaya, wakawa navyo kwa namna yote. Wa ardullahi wasi'a, na ardhi ya Mwenyezi Mungu pana. Ukiona hapa kufai, ondoka, nenda pengine. Si lazima unganganie mahala pamoja. Ikiwa unaona mambo yako ya kiibada na ucha Mungu yanaharibika, ondoka, nenda pengine. Hijra hiyo sunnatul anbiya. Nabii Ibrahim kahama, Nabii Musa kahama, Nabii Isa kahama, Nabii Muhammad sallam kahama. Hijra ni sunnatul anbiya. Nabii Luti kahama. Wamehama watu manabii mbalimbali kutoka maeneo wanayoyapenda kabisa kwenda maeneo kwa sababu ya kutafuta salama ya ucha Mungu wao. Wengine wamerudi tena kule kule walikuwa mwanzo, wengine hawakurudi, wameyoyomea huko mpaka wamemalizika. Wa ardullahi wasi'a, na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni pana. Mkiona mahala hapafai, ondokeni, nendeni mahala pengine. Inama, hakika si vinginevyo, yuwaffa sabiruna, wanatimiziwa wenye kuvumilia, ajrahum, ujira wao, bighairi hisabin, pasi na hisabu.
Wenye subira watatimiziwa ujira wao pasi na hisabu. Yuwaffa, kulipwa kwa kutimiziwa hasa ujira wao ule alioahidi Mwenyezi Mungu, tena bila kulinganisha na yale waliyofanya. Akasema kwa walifanya subira ya mwaka mmoja na mimi niwalipe malipo ya mwaka mmoja. Anamwaga tu ujira tele tele. Ili Mwenyezi Mungu halipi kwa vipimo vyetu sisi hapa, kwamba wewe unataka kilo moja ya sukari, basi kuna jiwe pale na uzito wa kilo moja linawekwa, ndio unatiwa kilo moja ya sukari kwa pesa uliyopeleka. Mungu afanye. Inategemea imani yako, daraja yako na mazingira uliyofanyia ibada. Utakuja kushangaa kwenye daftari la malipo, kuna siku moja ulisali rakaa 2 za sunna zitakuwa na thawabu nyingi, halafu kuna siku 10 20 umesali rakaa 2 zile za sunna lakini hazina thawabu za kushinda ile rakaa 2 ya siku moja tu ya sunna. Tambua ile moja ilikuwa na khushu kupita hizi nyingine, hizi rakaa 2 nyingine zilikuwa unasali mawazo, Allahu akbar, sina pesa leo. Unaona kazi, bismillahirrahmanirrahim, unakumbuka na pesa huna na nini ataichukua Mwenyezi Mungu hiyo, kwa sababu sisi binadamu tunao udhaifu wetu, lakini atakavyoilipa hiyo na ile ambayo Allahu akbar mawazo yako pale pale bismillahirrahmanirrahim na mazingatio, itakuwa kidogo malipo yake yamezidi ile. Na sote tuko hivyo, asikwambie mtu yote. Kuna siku unakuwa uko kwenye khushu zaidi, kuna siku humo katika khushu. Tumefahamiana? Hata hizi sala za Ijumaa inategemea na khatibu kwenye mimbar. Kama khatibu kakuboa na kutuba lake lile, usikum wa nafsi bi taqwallah amma ba'du, mara miwani imemdondoka, akiokota hutuba imesimama huyo. Alafu wakati unasali kuna feni moja linafanya zogo, huna raha. Na kuna wakati umetoka nyumbani umekoga safi, hutuba imetulia, upepo unapiga vizuri, ventilation, pepo zinapita huku na huku safi, qiraa cha imamu kimefurahisha kizuri, unanyenyekea, unahisi hasa leo nimesali katika siku ambazo nimesali na leo imo. Wewe mwenyewe unaihisi ndani ya nafsi yako. Kwa hivyo malipo yake bila shaka yatakuwa tofauti. Na saumu hizi za Ramadhani, wakati mwingine umefunga, umefunga tu alimradi tu, uko njia nagombana kila mtu, nyinyi mna gani bwana, acha rusha maneno tele. Leo nimefunga, lakini ifunga ya leo nimepata misukosuko chuze. Alafu kuna siku unajijua umefunga, una khushu, umekwenda kwenye madarasa, umetoka mambo vizuri, naftari nayo imekuja, ndizi za mkono wa tembo kwa nazi zimetulia. Allahumma inni laka sumtu ala rizqika aftartu, unaionea raha. Kwa hivyo na malipo nayo yatakuwa hivyo, sinapanda na kushuka. Tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah tukubalie ibada zetu inshallah taala, atulipe kwa wingi, asitutizame kwa mapungufu yetu, atutizame kwa rehema zake tu. Akitizama mapungufu yetu atatupunja kwa kweli. Atupe kwa rehema zake. Inama yuwaffasabiruna, hakika si wenginevyo wanalipwa wale wenye kuvumilia, ajrahum ila wao bighairi hisabin, pasi na hisabu hizi zenu nyinyi za kibinadamu. Mwenyezi Mungu anawajazia tele tele. Na hapa msisitizo uko kwenye subira. Inaonekana subira ni kitu kimoja muhimu sana, tutakuja kuizungumza darasa